Bismillahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi rafa'a as-samawati bighayri al-amad. Summa salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Wa ba'd, ndugu zangu, leo katika mwendelezo wa darasa zetu tunaendelea kukua kwa pamoja kiroho. Tunaendelea kufanyiana tiba kupitia darasa hizi. Leo nimekuja na mada mahusus yenye kusema kazi ya milango ya fahamu kirohani. Kama tunavyojua milango ya fahamu ipo mitano. Milango hii tumefundishwa, nadhani kuanzia darasa la kwanza la pili inafundishwa kazi ya pua kunusa, kazi ya mdomo ulimi kufanyeje sijui hivyo. Lakini kiroho pia milango hii na kazi zake. Hasa ikiwa wewe ni mdau wa kiroho, unahitaji kukua kiroho, mwanafunzi wa kiroho, lazima ufahamu kazi za hii milango ili ukaweza kuitumia sawa sawa na ikaweza kukufaidisha. Kwa hiyo nikiwa kama mwalimu wenu au kiongozi wenu ambaye ninawaletea hizi darasa hapa, pia mwanafunzi wenu, nataka muelewe jambo moja kuu, kwamba mwanadamu ni mfumo kamili wa nishati. Yaani kila mwanadamu ana energy system ipo kamili. Kwa hiyo milango yake ya fahamu, kuanzia ubongo, macho, masikio na mdomo, si vitu tu kwamba ni vitu vya nyama, bali ni mifereji, ni mageti, yani milango, au ni vituo vikuu vya kupokea na kusafirisha na nishati, ambayo nishati hiyo inatoka katika ulimwengu wa kimwili, physical world, na inakwenda katika spiritual world, yani ulimwengu wa kiroho au wa kirohani. Sasa katika tiba za kiasili au falsafa za kimaisha, hususan maisha haya ya kirohani, tukiangalia na maisha ya kisayansi, sayansi ya kiroho, milango hii ndiyo inayoamua au inayokuamlia kuwa wewe utakuwa mtawala wa hatima yako au hatima yako itatawaliwa, utakuwa ni mtumwa. Kwa hiyo lazima tutambue milango hii ya fahamu, kwamba kuna pande chanya na kuna pande hasi, yani positive na negative. Kwa hiyo ukitaka kuangalia, kuna uchawi unaitwa limbwata. Watu wengi ufikiria limbwata ni mambo ya mapenzi tu, kwamba ni mapenzi, ni ndoa, mume kumfanyia mke limbwata, mke kumfanyia mume limbwata. Hili limbwata ni somo zito, na ukiangalia mfumo mzima, hiyo limbwata la mapenzi, limbwata la uchawi, inatumika milango ya fahamu. Sasa tutaanza kuelezea ubongo, kazi ya ubongo kiroho. Tunaamini kwamba ubongo ndio kituo kikuu cha mawimbi. Sasa ubongo ndiyo processor kuu ya nishati yako katika mfumo wa kirohani. Ubongo unapofanya kazi katika kiwango kizuri cha kiroho, unakuwa ni kama antena ambayo inavuta mawimbi safi. Ubongo utakapokuwa mzuri, kila kitu katika ulimwengu wa kirohani, ulimwengu wa kiroho, utakuwa unakipata kitakuwa kinakwenda katika matumizi yake. Ubongo ukipokea taarifa safi, ukazichakata, utazipeleka sehemu safi. Ubongo wako ukiwa mchafu, utapokea kila taarifa, utazungumza kila neno. Sasa tuangalie matumizi chanya ya kiasili na tiba za kirohani. Katika antena za ufunuo, ubongo ukiwa safi kiroho, utakupa nguvu na uwezo wa kusoma hatari kabla haijakufika. Utapata maono. Ubongo wako ukiwa una kelele nyingi, hata ndoto ukiziota utakuwa unazisahau. Sasa ubongo unakupa bishara njema. Ubongo unapeleka bishara njema kwenye mdomo, ulimi, unapeleka bishara njema kwenye ngozi. Ubongo unapeleka bishara njema kwenye milango mingine ya fahamu. Sasa ubongo unapata peleka taarifa fulani, itakusababisha viungo vingine vichukue hatua stahiki. Lakini ubongo uvuta uhalisia, unatumia nguvu ya akili, mind power, na picha ya ndani
kutengeneza utajiri wa afya, ambacho sote tunaamini kwamba kile ambacho kinawaka ndani ndicho kitakachowaka nje. Tukiangalia katika upande wa giza, maana yake wachawi wengi au watu wabaya huwa wanafunga ubongo wako adhana. Wacha tustopishe pana adhana. Haya, tunaendelea. Sasa watu wabaya na wachawi wanapofunga ubongo wako, unakuwa unashindwa kuona ishara. Huzioni tena kama namba za bahati, namba za kimalaika, angels numbers. Lakini pia unakuwa huoti ndoto za tahadhari, na unakuwa saa nyingine unaota ndoto lakini unapoamka tu unajikuta umezisahau. Lakini brain fog, ugonjwa huu wa kiroho au wa ubongo kiroho, unajikuta unachukua maamuzi mabaya ya kifedha au maamuzi ya mabaya ya kimaisha. Mtu akija ana lengo zuri la kukusaidia, unajikuta unamtukana. Akikosea kidogo unamuona hafai, ambao kiakili ya kawaida asingeweza kutokea kabisa. Unakuwa mzembe wa kufikiri, unajawa na hofu ya kila kitu, hata unachoogopa mwenyewe ukijui, na unajikuta unamtegemea mtu asiye kufunga kwa 100% bila sababu za msingi. Unaweza ukaanza kumtegemea mtu ambaye haikutakiwa umtegemee kabisa. Hii ni athari za ubongo wako, mlango wa fahamu wa ubongo, kama utachezewa kiroho. Lakini tuingie katika faida au matumizi ya macho kiroho. Macho ni lenzi ya kusoma ukweli wa ndani. Macho ya kiroho ambapo kazi yake ni kuona yasionekana, kuona nishati ya nia ya mtu na mwelekeo wa jambo. Matumizi chanya ya kiasili katika elimu za kirohani. Macho, utambuzi wa tiba. Katika tiba asili, mgonjwa anapokuja mbele yako au mtu yote, macho ya kiroho hayaangalii nguo alizovaa, hayaangalii tabasamu lake, yanasoma aura. Pana kitu kinaitwa aura, yani mwanga wa nishati. Huyu mtu ana aura gani? Hivi mtu, hata mtu akizungumza unaweza ukamwangalia hivi aura yake ikoje? Basi aura yake au macho atakuwezesha kuona kama nishati yake imeshuka, inagiza au imevamiwa na vimelea vya giza. Lakini pia kusoma nia, unakuwa na uwezo wa kumtazama mtu machoni na kujua mara moja kama ana uaminifu au amekuja kwako kufanya uharibifu au amekuja kwako amesimama katika maslahi. Lakini tuangalie upande wa giza, jinsi gani macho ambavyo ukikosa macho ya kiroho au macho ya kiroho ukikosa au upofu wa kiroho, ukishindwa mlango wa fahamu wa macho ambao unaweza kuleta athari katika ulimwengu wa kiroho, upofu wa kiroho. Ukipigwa uchawi wa macho, unakuwa uoni fursa hata zikiwa mbele ya uso wako. Uchawi huu unakuwa ni mtu ambaye ukiangalia katika masuala ya mahusiano unakuwa na utumwa wa maamuzi. Jicho lako linafanywa lione mema tu kutoka kwa yule mtu. Maana mtu anaweza akakuwekea limbwata au akakuharibu kwa wewe unaona mtu ni mwema, mabaya yake uyaoni, hata kama ya mabaya yawe 2000 na jema liwe moja. Aliyekufunga hata kama anakutesa au kukunyonya, unakuwa uoni makosa yake, uoni mienendo yake mibaya. Na kila mtu akikuonya unaona anakuonea wivu, unakuwa unaona giza mbele yako na unakuwa unashindwa kuona njia ya kutokea. Unajiuliza sasa, kwa wewe ungefanyeje? Unatubeza watoto 7 hawa, hata tungefanyeje? Ngoja tu nivumilie. Kumbe unanyonywa. Lakini tuangalie mlango wa fahamu, masikio kiroho, ambacho tunasema ni kipokezi cha sauti za siri na miongozo. Masikio ya kiroho mara nyingi hayajazwi kelele za nje. Kazi yake ni kusikia mzungumzo wa sauti ili kujua ukweli. Matumizi chanya ya kitiba kiroho kirohani, kupokea maelekezo ya tiba kupitia masikio ya kiroho. Lakini pia unakuwa ukikaa kimya unasikia sauti za utulivu wa ndani zikikueleza kwamba chukua kitu fulani, fanya hivi, muendee mtu fulani kadha wa kadha. Lakini pia kazi yake ni kutofautisha sauti.
unajua ipi ni sauti ya Mungu asili, na ipi ni hofu ya kibinadamu, na ipi ni sauti ya kiruhani, na ipi ni dhuluba tu na matatizo tu ya kidunia. Lakini watu wabaya wanaweza kukuziba masikio yako na ukafungwa masikio kiasi kwamba usikii la mnadi swala wala la mteka maji msikitini. Tena ushauri wa watu wenye busara, ushauri wa kitabibu, wewe kila mtu akizungumza unasema tapeli huyu, unakuwa uhusikii. Lakini pia watu wanaokupenda wanaona kama unajipendekeza, unakuwa unasikia sauti moja tu, sauti ya yule aliyekuweka chini ya chini ya udhibiti wake. Mtu anaweza akatumia mlango wa fahamu wa sikio kukuweka chini ya udhibiti na usifanye lolote. Shakuona mtu anamtusi mpaka mama yake mzazi, mama wewe huna lolote, ashawekwa chini ya milki. Lakini pia kutawaliwa kwa sauti ya hofu na amri. Uchawi unapoingia kupitia mlango huu, unaanza kusikia vitu vinavyokutisha ndani yako, na unajawa na wasiwasi wa ghafla, na unajikuta unatekeleza amri za kiakili tu ambazo zinakufanya uwe mnyonge, mzembe, usiye na sauti mbele ya wale ambao wanakuendesha. Hii ni mbaya. Mlango wa wafahamu wa mdomo. Mdomo ndio output kuu. Tunasema chombo cha matamko na uumbaji. Kwa hiyo masikio yanasikia, mdomo unatamka ili kuumba au kuharibu. Hasa tuangalie matumizi ya kirohani. Maneno ya uponyaji na baraka. Maneno ya kimamlaka, spiritual authority. Katika tiba, katika mambo ya kirohani, neno la tabibu au mwalimu lina nishati kubwa. Unapotamka au kutamkiwa inakuwa ni dawa ambayo inaponya, au ni dua ambayo inainua, inapaiza. Ulimi wako unapokuwa kama kalamu inayoandika hatima mpya kiroho. Sauti yako inakuwa na uzito unaoweza kutuliza upepo mchafu na kufukuza pepo wabaya, kufukuza pepo wachafu na kuondoa nuksi na kuvuta wateja na kuleta fursa kibiashara. Inakuwa sauti yako ni sauti ya mamlaka, sauti ya mamlaka. Lakini watu wabaya wanaweza kugeuza masikio yako kupokea vitu vibaya na kupoteza sauti za mamlaka. Uchawi unaweza kukufanya kuwa mtumwa na unalenga kukufunga ulimi kupitia masikio. Unajikuta kwenye vikao muhimu vya familia, biashara au kazi, unashindwa kuongea, unakuwa una sauti kabisa mbele za watu. Ila kwenye kusikiliza mambo ya unoko na mambo ya kipuuzi unakuwa ni namba moja na kuyaropokwa. Mtu anaweza kaongea mambo 2000 ya maana, wewe ukashikilia jambo moja ambalo amekosea, ukaona ile ndio topic uende nayo mjini. Lakini inakuwa mtu aliyekutawala wewe ndo wazungumza kauli zake. Hata akifanya kosa ulimi wako unajikuta unashindwa kumwambia hapana. Zile tabia za kutokusema hapana pia ni tabia za kurogwa. Kwa hiyo kujilaani mwenyewe. Uchawi unaweza kugeuza mdomo wako uwe chombo cha kujiharibia mwenyewe. Unajikuta unajitamkia maneno ya ovyo ovyo, mimi siwezi, mimi sinishalogwaga, maisha sio ya kwangu, wenye maisha wanakula hela, sijui wanatuonea, watu wamefanya. Wewe ni mlalamishi tu. Kwa kufanya hivi unakuwa ukijichimbia kaburi lako mwenyewe. Mafanikio yako umeazika na mikono yako umeitia pingu wewe mwenyewe, unakuwa sasa haueleweki. Kwa hiyo ukweli wa kichawi na kibiolojia, uchawi wowote uwe wa kulishwa, wa kufanyaje, mara nyingi huwa unapitia kwenye milango ya kifahamu. Kwa hiyo siku zote mazoezi hayo ya kichawi huwa yanafanyika katika hatua zifuatazo. Kwanza kabisa, za kugusa, unakula, kusikia kitu chenye nishati hasi ndio unakwenda kuwasilika, au kupofusha na kufunga. Unakuta uchawi unakuwa unadhibiti ubongo wako wa kiroho, kisha kinaharibu macho na masikio yako yasione kabisa wala kusikia ukweli. Lakini utumwa kamili unakuwa ni zombi wa kiroho. Kuna mtu ni kama zombi, unajikuta unakuwa mzembe, una hamu ya kufanya kazi, unapoteza personal energy, nguvu yako binafsi.
unakuwa na tabia ya kuegemea upande wa mtu fulani au nguvu fulani inayokuendesha bila sababu. Kuna uchawi mwingine unakuwa ni mtumwa, utumwa wa mambo ya ovyo ovyo, na mwisho wa siku unakuwa mtumwa katika maamuzi yako mwenyewe. Ushauri wangu mimi kama Alhabibi, jitahidini muweni makini na mnachokiingiza akilini. Kelele, hofu yako ichunguze. Hebu kichunguze kile ambacho unaona unakiogopa kila siku, afu jiulize, hivi mimi ni kukiogopa hichi kweli? Hebu kichunguze, au ndio kurogwa. Hebu chunguza makelele unayopiga kila siku, jiulize, hivi mimi nakupiga haya makelele kweli? Mbona nashabikia upuuzi? Jiulize, vinanijenga? Ninajimaizi kwa hivi vitu, vinaniimarisha? Linda mdomo wako, usitemke ovyo, kwa sababu mdomo huo unaponza mara nyingine, na saa nyingine unaweza kujikuta unazungumza kumbe ndo unatoa nje unyonge wako, watu waujue. Safisha nishati yako kila mara kwa mara. Tumia tiba asili za kisharifu za kiroho. Tumia vyakula vya kiroho ili milango yako ya fahamu ibaki kuwa safi kama antena inavyopokea nuru ya ulimwengu. Minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin.